Naomba uweze kunipunguzia mkono kwa neema ya Bwana, useme hallelujah. Amen. Amen. We give God all the glory and we magnify his holy name. Kwa kesha ya usiku wa leo ningependa kushiriki nanyi ujumbe ambao naamini itakuwa baraka sana katika jina kuu la Yesu Kristo. I want to share a message on the means justifies the end. The means justifies the end. Na nikifunza ujumbe about the means justifies the end, nimefunza ujumbe kwa sababu ili tuweze kuelewa vizuri sana hata sisi ambao tunafanya kazi ya Bwana, kwa sababu mara nyingi nimeona vile watu wanaishi na watu wanaishi kana kwamba it is the end that justifies the means. But I've come to tell you tonight that it is not the end that justifies the means. Praise God. It is the means that justifies the end. Na ndiposa wapendwa, umuhimu wa ujumbe ni gani wapendwa? Najua sana ya kwamba hata wakati tunahubiri hapa, na pia watu wengi sana, wakati watu wa Mungu wanatembea na prophetic word ama neno la unabii, na wengine nimesikia wakisema ya kwamba Mungu aliniweza kuninenea ya kwamba nitakuwa financial ama nitakuwa mtu mkubwa katika maisha haya, na wengine wakasema kwamba Mungu alinenea kwamba nitakuwa an international preacher. Na watu kama hao wapendwa, wanatembea na neno la unabii, wanatembea nao, lakini nimekuja kukuambia tonight ya kwamba kama unatembea na neno la unabii ukijua ya kwamba Mungu alikunenea, basi unafanya nini juu yake? Na ndiposa yale Mungu alikunenea yaweze yakatimia. Na ndiposa nakwambia wapendwa ya kwamba ni vizuri tujue kwamba the means justifies the end. Kwa sababu kama Mungu alikunenea kwamba 30 years to come utaenda mataifa, utakuwa international intercessor ama international preacher. Kama Mungu alikunenea utakuwa headmaster ama financial, lakini unafanya nini juu yake? Kwa sababu nimekuja kukuambia wapendwa kwamba yale Mungu alikunenea, hata kama imetoka hata kama ni Mungu amekunenea, haitafanyika tu kwa sababu Mungu alikunenea. Bwana bedufuate. Mungu alimaliza kazi yake. Unajua wakati Mungu alikushuhudia ya kwamba utaenda mataifa na kuwa international intercessor, Mungu tayari alimaliza kazi yake. Lakini hata kama Mungu alimaliza kazi yake, au utasema ya kwamba mimi niko na neno la unabii, mimi ni Mungu mwenyewe alininenea hata kupitia ndoto na ameninenea mara 10. Sasa wacha nikae chini ili wakati ikifika nitaweza kwenda mataifa. Wapendwa, ni vizuri tuweze kuelewa kwamba wakati Mungu anakupatia neno la unabii ama wakati Mungu anakunenea jambo, Mungu anakunenea ili wewe nawe uweze ukajiandaa vilivyo, ili kupitia kujiandaa kwako ndiposa utaweza kufanyika kile Mungu alikusudia. Bwana bedufuate. Katika hatima yako. Kwa Biblia wapendwa, hata tuseme tu hata Yesu mwana wa Mungu. Unajua Yesu, yeye kila mnabii alikuwa anatabiri kuhusu Yesu.
ya kwamba angekuwa mtu mkubwa, angekuwa Mungu, angezaliwa kwa roho na mambo yote ambayo angefanya. Lakini hata kama Yesu alikuwa na neno la unabii, ama kama Mungu ni maneno ambayo ilikuwa imetabiriwa na wanabii, wakati Yesu alizaliwa na alikuwa hapa kwa mwanadamu, wakati alikuwa hapa duniani, tunaona ya kwamba yako kuja tu hapa duniani na kukaa chini kwa comfort zone yake, kwa sababu alijua ya kwamba hata kama alikuwa Mungu, hata kama alikuwa Yesu mwana wa Mungu, na alikuwa na chance kubwa ya kile Mungu alikusudia kuhusu maisha yake ikafanyike, ilibidi ya kwamba aanze kutafuta means ambayo itamwezesha kufika kilele ama mwisho ya hatima yake, maksudi yake. Na ndipo sasa tunamuona ya kwamba ilimpasa aende kwa John the Baptist aweze ambatize, na baada ya kubatizwa tunaona ya kwamba immediately anaenda wapi? Bwana befuate. Yeah, because alijua ya kwamba the means justifies the end. Maandiko nasema ya kwamba then Jesus, ukisoma Luke chapter 4 verse 1, the Bible says, then Jesus, being filled with the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Sasa wilderness alikuwa anaenda wapi? Kufanya nini pale huko wilderness? Mwana wa Mungu anaenda wilderness kufanya nini? Na wilderness is not a place of bread and butter. Wapendwa, alikuwa anaenda kuenda wilderness kwa Yesu. Hiyo ndiyo ilikuwa the only means ambayo angetumia ili kufanyika kile ambacho Mungu alikusudia, for God's purpose to be fulfilled. Tunaona ya kwamba anaenda pale, anasema ya kwamba wangapi wamesettle for less, lakini yeye alisema hata kama yeye ni mwana wa Mungu, hata kuwa in his comfort zone, alisema ya kwamba I won't settle for less, I cannot settle for anything less, I am going for more. Ninaenda wilderness nifanyike kile ambacho Mungu alikusudia. Hakukaa tu chini na kuongojea, alianza mwendo na kuenda pale kwa desert. Wapendwa, kuna watu wengi wanatembea na neno la unabii, na hata kwa Biblia Mungu alikusudia watu wengi, na tunaona Mungu akikusudia, Mungu akikunenea. Sababu inafanya Mungu anakunenea, anataka uwe tofauti. Mungu hawezi akakunenea na baada ukae tu ufanane tu na watu wengine. Mungu anakunenea ndipo uweze kuwa tofauti in your character, your walking style. Yani uwe different, uwe tofauti. Na Mungu anakuita ili uweze kukua yule ambaye amekuwa set apart, ya kwamba utajitenga kwa mambo ya utajitolea kwa mambo ya Bwana. Utakuwa tofauti kwa maombi yako. Au utaangalia kwamba watu wanaomba kwa masaa mangapi. Wewe utamuka usiku na kuomba, utarauka asubuhi na kuomba. Utakaa tofauti, utakaa katika neno, utatenda mambo mazuri bila kufanana. Unajua watu ambao wanafanana ni watu ambao wanasema ukifanana utajikuta umefanya mambo wengine wanafanya. Wakipatikana kwa dawa ya kulevya unapatikana hapo, kwa usherati unapatikana hapo, kwa mambo ambayo haeleweki unapatikana hapo. Lakini Mungu amekuita wewe ukuwe tofauti. Ikiwa Mungu alikusudia na unatembea na neno la unabii. Kuna wale ambao Mungu aliweza kuwasudia, na wengine hata wakaitwa na jina, walikuwa wanatembea na neno la unabii. Niruhusu tu nisome katika jina kule Yesu Kristo. Nitaenda haraka because of time. Nitaenda haraka. Niruhusu nisome Luke chapter 1 verse 11 to 15. The Bible says, then an angel of the Lord appeared to Zachariah, standing at the right side of the altar of incense. When Zachariah saw him, he was startled
and was gripped with fear. But the angel said to him, do not be afraid, Zachariah. Your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you are to give him this name John. Malaika anamwambia Zakaria ya kwamba your wife Elizabeth will give up to a son, na utaweza kumuita Johana. Imagine malaika anapeana hadi jina. He will be a joy and delight to you, and many will rejoice because of his birth, for he will be great in the sight of the Lord. Haya, he is never to take wine or other fermented drink, and he will be filled with the Holy Spirit even from birth. Unajua Mungu wanga anatusaidia wakati tunasaliwa ya kwamba kwa sababu Mungu ametuita, na wakati Mungu anaita mtu, na wakati mtu anasaliwa, na huyo mtu ako na wito kubwa, ako na prophetic destiny. Hata kabla hajazaliwa, akiwa kwa tumbo, Mungu huanga anampreserve, na Mungu huanga anamprotect hata kutoka kwa tumbo la mama, hata kabla hajazaliwa. Ya kwamba mtu kama huyo hata kwa tumbo la mama, unapata ya kwamba mama, Mungu anahakikisha ya kwamba mama hajakunywa dawa ya kulevya, hajakunywa pombe, kwa sababu yule ambaye amebeba ni mtu ambaye ni ya maana sana. Na saa zingine unapata hata mama akiamua anaenda kufanya kuabort, na uko kwa tumbo, na wewe ndio mwachia Mungu, umebeba a prophetic destiny, uko na prophetic destiny. Hata mama akijaribu kuenda kufanya abortion, anaenda pale kwa daktari, anasema kwamba anataka dawa ya abortion, na daktari instead ya kumpatia dawa ya kufanya abortion, kutoa mimba, daktari anampatia dawa ya multivitamin. Instead ya mtoto kutoka, mtoto anaendelea kukuwa na afya akiwa kwa tumbo. Praise God. Kwa sababu ni Mungu ana protect mtoto na kwa tumbo, because of the prophetic destiny of the son of the child that is to be born. Na ndipo tunasema kwamba wakati Mungu tuko na prophetic destiny, wakati mtu tunatembea na neno la unabii, Mungu anataka ya kwamba tuweze tujitenge. Na unaanza kwa mama na hata kwa mtoto baada ya kuzaliwa. Tunaona ya kwamba mtu kama Zakaria, Mungu aliweza kusema kwamba mtoto asikunywe vitu kama wine. Praise God. Yeah. Kwa sababu alikuwa mtu ambaye angeweza kujazwa na Roho Mtakatifu tangu kuanza kuzaliwa kwake. Na sisi tu yeye, hata tunaona Manoa. Ukisoma kitabu cha Judges chapter 13 verse 4, Manoa pia unaona ya kwamba kwa sababu mtoto ambaye wife yake angezaa alikuwa na prophetic destiny, na ilimbidi ya kwamba wawe na neno la unabii, na Mungu malaika aliweza kujitokeza na kusema ya kwamba ninaona ya kwamba your wife kwa wakati huu ako barren na hana mtoto. Lakini nakuambia hata kama ako barren, na hata kama your wife is barren, hata kama wewe uko barren na hauna mtoto, na nasema kwamba usidhubutu kukunywa wine, kwa sababu utakuja kuzaa yule ambao amebeba prophetic destiny, ambao ataweza kuokoa wana wa Israeli kwa mikono ya Filisti. Praise God. Yeah. Wapendwa, kuna mambo Mungu anataka kwa sababu it is the means that justifies the end. The means. Kama Mungu alikushuhudia, wewe unachukua hatua gani? Bwana betufuate. Si tu kukaa tu chini ati Mungu alikushuhudia. Si tu mambo ambayo unakataza usifanye kwa sababu kuna tiba kubwa na ndipo unaenda na unafanya. Maandiko nasema kwamba Judges chapter 13 verse 4. Now see to it that you drink no wine, nor other fermented drink, and that you do not eat anything unclean, because you will conceive and give birth to a son,
No razor may be used on his head, because the boy is to be a Nazarite, set apart to God from birth. And he will begin to deliver the deliverance of Israel from the hands of the Philistine. Wapendwa, nataka kusema ya kwamba Mwenyezi Mungu yeye ni Mungu mkuu sana, na kwa sababu yeye ni Mungu mkuu sana, yeye karakta yake, yeye huwa anaenda na anaandaa mwisho wako kabla hujafika kwa mwanzo wako. Yeye anakuja na anaona ya kwamba huyu mwana nataka atembelee njia hii, atembelee hii na ajitenge na hili na kile na lile, na kifanya hivyo basi nimemfanya ya kwamba ataenda kwa mataifa na ataweza kuokoa nafsi wengi. Bwana bedvote ataweza kuleta wokovu mali pale, because our God, one of his character is that Mungu anaweza kukusudia yale ambayo itafanyika 20 years to come, na hiyo ndio tabia yake. Kwa sababu ukisoma maandiko Isaiah chapter 46 verse 10, maandiko nasema, Mungu anazungumza akisema ya kwamba I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. I say, my purpose will stand, and I will do all that I please. Verse 11. From the east, I summon a bird of prey. From the east, I summon a bird of prey. From afar off land, a man to fulfill my purpose. What I have said, that will I bring about. What I have planned, that will I do. Praise God. That is God. Mungu tayari ameshakwisha kuandaa mwisho wako. Hata kama Mungu ameshakwisha kuandaa mwisho wako na alikunenea, sasa unatembea na neno la unabii, kama utatafuta means ya ambao utafuata ili kuhakikisha kwamba yote ambao Mungu anakunenea concerning your calling, concerning your destiny ikuje kutimia, kama utasema kwamba kwa sababu Mungu ameninenea haya, sasa ni jukumu langu ya kwamba niwe tofauti na nikuwe yule ambaye ako consecrated, amekuwa set apart, na lazima nisiende kwa njia ambao wengine wananenda, na kwa sababu nataka nikuwe tofauti sana, because kwa sababu natafuta means. I will not settle for anything less. I will not be on my comfort zone, because I'm going ninatafuta means ya kufika mali Mungu anakusudia kuhusu maisha yangu kila siku. Wapendwa, nimekuja kukuambia katika jina la Yesu Kristo. Unajua Mungu anaweza kukunenea, lakini pengine unaona ya kwamba imedelay, kwa sababu God only speaks in part. Huwa apeani the whole story. He only speaks in part. Na kwa sababu Mungu alikunenea in part, na pia kwa sababu maandiko nasema kwamba he causes all things which are not, God causes things which are not as though they were. For example, we see that he even gives life to the dead. Kwa mfano, Sarah ako barren, lakini Mungu anamuita a mother of many nations. Ibrahim hana mtoto hata moja, lakini Mungu anamuita a father of many nations, because God he gives even life to the dead, and he calls things which are not as though they were. Na kwa sababu Mungu anakuzungumzia wewe, umeona ya kwamba Mungu amekuzungumzia kesho ama next week ama next month, na imekosa kutimia, na ulikuwa bidii kutafuta means ya kufanyika ya kwamba kila Mungu anakunenea imetimia, umeona imechelewa kidogo.
Sasa umesema kwamba ni kama ilikuwa tu ndoto, lakini Mungu akikunenea, amekunenea because Mungu amedhamini neno lake na ameinua neno lake hata kuliko yeye mwenyewe. Analiheshimu neno lake kuliko hata yeye mwenyewe. Bwana betufuate. Na kwa hivyo his word is firm, is established in heaven. Na kikunenea, amekunenea. Na unaweza ona imechelewa kidogo, lakini haijachelewa. Ifanye ya kwamba uende in your comfort zone. Wapendwa, Mungu akinena, imenena. Tafuta means, because it is the means that justifies the end. Bwana betufuate. Yeah. Kama utafika kilele cha hatima yako, italingana ya kwamba njia ambayo utatumia kufika mahali Mungu anakusudia. Na mambo ya Mungu akinena, amenena. Hata kama itachelewa, maandiko yanasema ya kwamba Habakkuk chapter 2 verse 2 to 3. Nitasoma katika jina la Yesu Kristo, Habakkuk chapter 2 verse 2 to 3. Then the Lord answered me and said, write the vision and make it plain on tablets, that he may run who reads it. Praise God. Yeah. Mungu anasema, write the vision and make it plain on tablets, that he may run who reads it. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it will speak, and it will not lie, though it tarries. Yani hata kama inachelewa, wait for it, because it will surely come, it will not tarry. Imagine what a powerful word, wapendwa. Yani Mungu anatunenea, inaweza chelewa kidogo, lakini hatimaye itafanyika vile Mungu alikuwa anakunenea. Lakini what about kama Mungu anakunenea, wapendwa, kile ambacho unafanya matters, the action that you take. Baada Mungu kukunenea, wewe unachukua hatua gani? Ama ni kukaa tu in your comfort zones? Wapendwa, kile ambacho unafanya nimekuja kukuambia tonight, hata kama inaweza kuwa ni jambo ndogo sana, hiyo ndio Mungu anataka. Kwa sababu hatua ambayo unafanya kila siku ndio inakuwezesha kufikisha hatima yako. Uwezi kuniambia Mungu alikunenea, unajua wakati Mungu anasema ya kwamba si Mungu, wakati nimesikia watu wakisema ya kwamba mimi nitaenda mataifa, mimi nitakuwa mhubiri mkubwa, wakati unaniambia hivyo, mimi ninakuangalia, na nikikuangalia ninaona huyu ambaye ananiambia kwamba mimi nitaenda mataifa kuhubiri injili hivyo, huyu ambaye ananiambia kwamba mimi nitakuwa mhubiri mkubwa, anafanya nini? Kwa sababu mtu kama huyu ambaye ananiambia angefaa kuwa ni yule ambaye huanga anaamka usiku na asubuhi anaomba, ambaye anachukua 2 hours anaomba kila siku, na anakuwa busy anasoma Biblia. Lakini huwezi kuniambia kwamba unasema hivyo na mimi nikikuangalianga tu uko tu pale kwa runinga ukiwatch vipindi, na kuniambia wewe unataka kukua kwenda mataifa, na kazi yako tu kuwatch vipindi, hakuna hata muda unachukua kusoma Biblia ama kuomba. Nitasema kwamba huyu ndoto zake ni kama ni za Abu Nuwasi. Praise God. Haitatimia. Kwa nini? Hana means. Which means ambaye anatumia means gani kufika mahali ananiambia? Praise God. Hana means. Lakini kama ningeona akona means, hata kama ni kadogo, ningesema kile ambacho huyu ananiambia ni ukweli. Mungu alikuwa, ukisoma Zekaria 4:10, I am almost summarizing. Ukisoma Zekaria 4:10, maandiko yanasema, do not despise these small beginnings, for the Lord rejoices to see the work begin, to see the plumb line in Zerubbabel's hand. Sijui kama tunashika hili jambo ya kwamba do not despise this small beginning. Why? For the Lord rejoices to see the work begin. Mungu anafurahi kuona kazi ikianza. Ikianza namna gani? Sikiliza. To see the plumb line in Zerubbabel's hand.
At least kuna plumline iko kwa Zerubbabel's hand. Ni kweli. Kama kuna at least tool kwa mkono yake, at least kuna kazi inaendelea. Hata kama ni kadogo, at least. Pro God. Si yule ambaye amekaa tu in his comfort zone. Wapendwa. Ni kitu gani kwa mkono yako? Kwa mkono wako? Uko na means gani ya kufika mahali Mungu anakusudia ufike? Na nimekuja kukuchallenge katika jina kula Yesu Kristo. Nikimalizia katika jina kula Yesu Kristo, nimekuja kukuambia kwamba the greatest means ambaye inaweza kukusaidia, the greatest means that you can use to justify the end in your life, ili ufanyike mahali Mungu alikusudia, is the means of prayer. Amen. Kama ni yule Mungu alikusudia utaenda mataifa, the only means that you can use to justify your end is the means of prayer. But I want to ask, do you believe in the power of prayer? Do you believe that prayer is work and it works? Unajua mara nyingi tunaomba mali hapa, lakini hatujaweza kudhamini maombi. Hatujaweza kugive value maombi. Hatujaweza kutreasure, kupatia maombi thamini yake, pro God, ama uzito wake. Tunaomba tu ya kwamba for the sake. Hata waamini, they pray for the sake. Nani anaweza sema ya kwamba hii jambo ambayo ninapitia, ninaenda kwa maombi na nikimaliza, kwa sababu maombi ni kazi na inafanya kazi, na kwa sababu if there is a man to pray there is a God to answer. Naamini kwamba hili jambo, unajua, ukisoma nikimalizia ya mwisho, ukisoma maandiko Act, pray God, chapter 12 verse 12, kwanza verse 5, kuna Petro alikuwa amewekwa gerezani, pray God. Herod anapanga kumuua asubuhi. Tayari ameshaua James, the brother of John. Sasa ni Petro ndio next. Na maandiko yanasema verse 5 of Acts chapter 12 ya kwamba watu walikuwa wanaomba kwa Mungu sana kwa ajili yake. Maandiko nasema, so Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. The church was praying that Paul may be released. Pray God. Lakini, despite the fact that the church was earnestly praying for his release, wakati kuna msichana anaitwa, kisoma verse 13, kuna msichana anaitwa Roda. Wakati Roda alisikia Petro anagonga mlango kwa gate wamfungulie, Roda msichana alikuja kumwambia wale ambao walikuwa wanamuombea aachilie ya kwamba Petro amekuja na anagonga. Pray God. Kwa sababu ya furaha ambayo msichana Herod alikuwa nayo, wakati alisikia Petro akipiga kena, akasikia sauti yake, hakuweza kumfungulia, alikimbia na kuambia kwamba Petro ndio huyu amekuja. Lakini walimwambia msichana Herod aje. Wale ambao walikuwa wanaomba aachiliwe, walimwambia aje, wewe ni wazimu. Amen. Walimwambia, imagine mmesanyika kwa room, munaomba sweat yani munaomba mtu aachiliwe, lakini wakati Mungu amesikia maombi, ameachiliwa na amekuja, na msichana Roda ameenda kumwambia ya kwamba yule ambaye mlikuwa munaomba aweze kaachiliwa, Mungu amemwachilia na amekuja, na ndipo sasa kwa hapa na gonga fungulie mlango. Wakati walisikia hivyo, walisema, wewe uko na kichaa, wewe ni wazimu, are you mad? Are you crazy? Wapendwa, hawakudhamini Injili.
Hawakuamini ya kwamba maombi ni kazi na inafanya kazi. Vivyo hivyo hata sisi tuko in the name of Jesus. Kama tutaweza kudhamini Injili, kama weza kudhamini maombi, kwa sababu maombi is the only means that we are going to use to justify the end in the name of Jesus. Wapendwa, simama kwa mkuu in the name of Jesus. We give God